mtu ambaye unapanda vitu kwenye mwamba, huna muda wa kufanya review, yaani kurudia kile ambacho umejifunza. Hamna muda wa kukaa kama familia, jamani, mchungaji amefundisha hivi leo, hebu tupitie na sisi. Unaanza kusoma polepole, pengine kanisani ulikuwa kusikia vizuri, unarudia lile andiko, unasoma kwenye Biblia, unapitia, unaangalia, kumbe Mungu anasema hivi. Mungu anasema angalia kutenda sawasawa na yote yaliyoagizwa kwenye maneno ya unabii wa kitabu hiki, upate kufanikiwa sana kila uendao. Amen, amen. Mafanikio hayaji kwa sababu ya bidii. Unaweza kuwa na bidii na bado hujafanikiwa, kwa sababu kuna kufanikiwa ni mambo ya rohoni. Kuna mambo yanatoka rohoni yanakuja kwako. Ila Mungu anasema kwa kuwa wengi wameyakataa maarifa, na Mungu anawakataa watu hao. Ukiyakataa, when you reject knowledge, God rejects you. Unapoyakataa maarifa au unapoikataa elimu ya Mungu inayokupatia hekima, Mungu anakukataa. Kukataa maana yake Mungu hafanyi kazi na wajinga. Mungu anatenda na watu wenye akili, yaani mtu ambaye anajua nini maana ya imani. Kwa hiyo anapoamini, Mungu anasema huyu tunaendana, anaelewa maana ya imani. Kwa hiyo hata akiamini sijampa, anajua imani inaweza kukupa baada ya miaka 2 au 3. Kwa hiyo Mungu hana shida. Lakini mjinga asiye na imani anataka uweke mkono leo aone matokeo kesho, uweke mkono saizi aone matokeo jioni. Hata ajui kwamba alikuwa amevamiwa na jeshi la namna gani. Hata ajui kwamba alikuwa amefungwa katika chumba cha ngapi cha kuzimu. Hata ajui. Hebu ona tu ndani ya nyumba. Nataka nikupe mfano. Hebu ona tu ndani ya nyumba ya kawaida, kama hata hii ambayo haina vyumba, hii ukumbi wa kanisa. Mtu akikuita pale nje, njoo, utachukua dakika kadhaa kutoka hapa kwenda kule nje. Hivi unajua mwili wa binadamu ulivyoumbwa? Hivi unajua mapepo ndani ya mtu yanakaa wapi? Hivi unajua magonjwa ndani ya mtu yanakaa wapi? Hivi unajua balaa ndani ya mtu yanakaa wapi? Sasa ndani ya binadamu kuna miji 15. Ndani yako humu kuna miji kama unavyoona Msoma, Tarime, Bunda, wapi, Dodoma, kuna miji 15 humu ndani. Na hiyo miji 15 ndio ambayo mapepo usipokuwa na Mungu inavamiwa na mashetani, wanakaa mle ndani. Kwa hiyo unaposema toka, ndio maana mashetani wakiwa ndani ya mtu, Biblia inaita mwili ni nyumba. Kama ni nyumba, maana yake ina vyumba. Ndio maana hivyo akasema pepo amtokapo mtu aendi mbali. Anaenda jangwani, alafu anakuwa anaangalia matendo yako. Je, yanabadilika ama yabadiliki? Alafu akiona hiyo nyumba ni safi, maana yake unapokuwa mtu wa Mungu unakuwa safi. Sio mlevi, sio mchawi, sio mganga wa kienyeji. Ila sasa Mungu yale mapepo yanaona nini? Huyu mtu ni safi lakini hana imani. Hii nyumba imebekiwa. Huyu mtu ameokoka ila hana imani ya kutuondoa ndani yake. Turudi tena. Aliombewa yule aliyemwombea alikuwa na imani ya kutufukuza, ila yeye hana imani ya kuishi katika utakatifu. Kwa hiyo wanatolewa asubuhi, jioni wanarudi na nyumba imeshabekiwa. Sasa unapotoa ugonjwa ama tatizo ndani ya mtu, kila ugonjwa ni pepo na kila roho ni mashetani. Kwa hiyo lazima ujue yanatoka ndani ya mji, yanasafiri ili aje atoke nje yaende. Inategemea ni kilomita ngapi za kiroho. Sasa hesabu kama hizi watu wengi hawazifahamu. Ndio kwamba wanasema chuo nimeombewa, naombewa, kila siku ndio kwenye maombi sioni kitu. Huoni kitu vipi? Imani yako imekaaje? Akili yako inatendaje pamoja na Mungu?